Ukiwa na placements hizi katika birth chart yako, jua wewe utaingia kwenye mahusiano wakati umri utakuwa umeenda, au utaingia kwenye mapenzi yenye vurugu. Marriage yako itakuwa na matatizo, up and down, up and down. Okay, ukiwa na Zohali au Saturn in the seventh house. Seventh house kumbuka inasimamiwa na Libra. So, si lazima Libra iwe katika nyumba yako ya saba. Unaweza pata kwa birth chart yako, your seventh house iko in Cancer, iko in Aries, lakini tu ukiwa na Zohali ama Saturn in the seventh house, utapata we ni mtu utakayeingia kwenye mahusiano umri ukiwa umeenda sana, au utapatana na mpenzi aliye na changamoto nyingi katika mapenzi. Aidha mapenzi yako yataonekana yani kama uliingia kwenye mapenzi yenye mizigo tu. Migogoro kila wakati, hamuelewani, mara hiki, changamoto nyingi. Au unaweza patana na mpenzi anayekunyamazia, anayeweka visasi, au mnakosana tu, ama unapata na mtu mwenye hisia zake hazipo, yani yuko tu kwenye mapenzi kwa sababu ya kuwa kwenye mapenzi, lakini hisia ziko mbali. Ni mtu ambaye hayumo. Ameingia kwa mapenzi tu kwa ajili ya kuingia. Kingine, ukiwa na Mirihi ama Mars kwa nyumba either ya 4, nyumba ya 7, nyumba ya 8 ama nyumba ya 12. Ikiwa kwa hizi nyumba utapata unaingia kwenye mapenzi ambayo ni kugombana na mwenza wako kila mara. Kitu kidogo papa. Kingine, unaweza pata mwenza ambaye ana hasira za juu. Kitu kidogo mshavurugana. Au nyote mnakuwa na majivuno ya kupitiliza. So unapata hakuna mwenye anaongelesha mwingine. Huyu akisema yeye pia anasema. Huyu akifanya hivi pia huyu anafanya hivi. Mapenzi inakuwa ni ya vita kila mara. Kingine, ukiwa na North kwa nyumba ya 7, huwa unapata mchumba katika njia isiyotarajia. Au unakuwa obsessed sana na huyu mtu. Mnapatana mara moja na unakuwa very obsessed, alafu kidogo mapenzi haya yanavunjika. Na ukiwa na South North kwa nyumba ya 7, utapata mchumba ambaye hisia zake haziko kwako, ziliondoka kitambo. Ama unapata mchumba mwenye mpo tu kwenye mahusiano, lakini yeye yani hiyo ni kuonyeshana tu mpo kwenye mahusiano. Au unapata mnaishi nyumba moja lakini hamuelewani, so kila mtu ako kivyake. Haya, ukiwa na Sun ama Jua kwa nyumba ya 7, yani Sun in the 7th house, utakuwa kwenye mahusiano yenye majivuno ya kupitiliza. Majivuno yatakuwa juu sana. Power dynamics. Unapata huyu anakuambia sifanya hivi, mwingine anasema fanya hivi. Sasa hakuna mwenye anarudi chini na inakuwa ni mapenzi ya kuvurugana. Pia ukiwa na Mirihi ama Mars au yani Mirihi na Mars Mirihi au Mars ama Saturn kwa pamoja kwa nyumba ya 7, inaonyesha vita vya kichini kimapenzi au vita vya kunyamaziana katika mapenzi. So unapata kila mtu hataki kuambia mwenzake kile amefanya, kila mtu ako chini mmenyamaziana the whole week, hakuna mtu anaongeleshana mwingine. Haya, na ukiwa na Zuhura ama Venus kwa nyumba ya 7 na North pia iwe hapo ama South North pia iwe hapo kwa nyumba ya 7, inaonyesha utakuwa kwenye mapenzi ya kuchanganyikiwa, au mpango wa kando. Either unakuwa mpango wa kando ama mwenza wako anakuwa na hizo secret loving wherever. Na kingine, ukiwa na Venus kwa nyumba ya 6 au 8 au 12, inaonyesha ndoa yako itakuwa na kesi nyingi sana. Kila kitu haya kwa wazazi. Hivi kwa wazazi. Mtakuwa mnasumbuana sana na ama itatokea kuachana. Ama unapata mtu ambaye hisia zake hazipo kwako. Yaani wewe mpo tu. Yaani mpo kwa sababu ya nini? Muonekane mmeoana. Na ukitaka kujua katika ndoa yako kama utakuwa na ugumu wa kupata mtoto, yani aidha unaweza kuwa tasa ama barren, jaribu kuangalia sayari hizi katika birth chart yako. Ukiwa na Zohali ama Saturn na North ama South North katika nyumba ya 5 au in Leo, utakuwa na delays za kupata mtoto au unaweza kuwa tasa. Na hii itatokana na karma yako ya past life. Either in your past life ulinyanyasa sana watoto, ulihangaisha watoto, ama ulikuwa unatoa mimba, vitu kama hivyo. So in this life unaweza pata delays katika kupata mtoto, ama unaweza kuwa barren completely kulingana na degree ambayo ipo katika hiyo sayari ama hizo nyumba. Pia ikiwa uko na Sun in the 6th, in the 8th ama in the 12th house, inaonyesha uwezo mkubwa wa kukosa watoto au kukataa watoto katika hii maisha. Na pia ukiwa na Sun kwa Gemini ama Leo ama Virgo, inaonyesha uwezo mkubwa wa kuwa tasa au kuwa na ugumu wa kupata mtoto au shida na kizazi. Au ukiwa na karmic debts, maybe uko na laana katika ukoo yenu na uko na hizo sayari kwenye uko na hiyo sayari kwenye hizo nyumba, jua utakuwa na ugumu wa kupata mtoto. Na ujue katika astrolojia ndio ijulikane wewe huwezi kupata mtoto, lazima sayari kadhaa na degrees kadhaa iliomo katika birth chart yako ichunguzwe kwanza.
pamoja na ya mwenza wako ambao unataka kupata mtoto naye. Ndio itaonyesha kabisa wewe either ni barren ama kutakuwa na delays. Hatuwezi tu kuona degree moja ama sayari moja tukasema atakuwa tasa. No, lazima kuwe na degree na pia sayari kadhaa, na tuangalie ya partner wako, ndio utapata kujua okay, hapa nitakuwa na ugumu kupata mtoto ama delays itatokana na ABCD, so lazima ni clear hizi karmic debts ndio niweze kupokea mtoto. Na ukitaka kujua utapata mpenzi wako either nje ya nchi ama hapo kwenye kijiji chenu, ama utapatana na mtu ambaye ni mzee amekupita umri ama ni kijana, sikiza vizuri, angalia sayari hizi kwenye birth chart yako. Ukiwa na Zuhura kwa nyumba ya 9 au 12, jua mpenzi wako atatoka nje ya nchi au mtakutana wakati unasafiri. Ukiwa pia na North kwa nyumba ya 7, jua utapatana na mpenzi wako kwa dini, anayetoka kwenye dini nyingine au kwenye culture nyingine ama nchi nyingine. Ukiwa na Zuhura ama Venus kwa nyumba ya 3 ama 6, utapatana na mpenzi wako around kijijini kwenu au mbali na kijijini kwenu. Na pia ukiwa na sayari ambayo ina degree ya chini sana katika nyumba yako ya 12, utapatana na mpenzi kutoka nje au mwenye uwezo mkubwa, utakuwa na uwezo mkubwa wa kuishi nje za nchi. Vitu kama hivyo. Na ukiwa na Venus in Sagittarius, Gemini ama Aquarius, utapatana na mpenzi wako kutoka nje. Ila ukiwa na Venus kwa nyumba ya 4, utapatana na mpenzi kijijini kwenu au kwenye family friends, vitu kama hivyo. Venus in Aries au kwa nyumba ya 1, huyu ni mtu wa karibu sana ama rafiki unayemjua sana, ndiye atakuja kuwa mpenzi wako wa karibu. Kingine, ukitaka kujua kama utaolewa na mtu ambaye ni mzee ama ni kijana, yani mtu ambaye umri imeenda sana, ama tuseme utapata mpenzi wakati umri wako umeenda sana, ama utapata kuingia kwenye mahusiano wakati uko bado ni mdogo, jaribu sana kuangalia zohali, ama kama una North zohali ni Saturn, ama North ama South kwa nyumba ya 7. Ukiwa na hizo kwa nyumba ya 7, jua utapatana na mtu ambaye amekomaa ama umri umeenda, ama utaolewa wakati umri wako umeenda sana. Na ukiwa na Mercury ama Moon kwa nyumba ya 7, utapata kuolewa na mtu mwenye umri mdogo, ama utaolewa ama kuingia kwenye mahusiano ukiwa na umri mdogo sana. Na ukiwa na Venus au Mars kwa nyumba ya 7, utapatana na mwenza wako mwenye rika moja ama rafiki yako wa karibu, ndio atakuwa mpenzi wako. Kingine, ukitaka kujua personality ya partner wako itakuwaje, hiyo naenda part 2, fuatilizia video part 2. Na tafadhali ikiwa content yangu ina resonate na wewe, you can follow, subscribe kwa YouTube yangu. Kama uko YouTube, you can follow, subscribe, like, share and also comment. Na ukiwa TikTok, you can also follow me. Na pia kama unahitaji kujua mpenzi wako utaolewa lini, mpenzi wako ni wa kutoka mahali gani, nchi gani, yani ukitaka kujua mambo na mahusiano yako, kama yatakuwa na changamoto, yatakuwa na vita, yatakuwa na ABCD, mimi nasoma birth chart, karibu. Au unaweza kulipia consultation nikapata kukuangalizia katika birth chart yako mambo na mahusiano, ukapata kujua mwenza wako ni aina gani, je utapata mtoto katika hii maisha, na nini kitakuwa kinakukingia kupata mtoto, vitu kama hivyo. Karibu sana. Namba yangu ya WhatsApp ipo kwenye profile, na huduma zangu bonyeza link ipo kwenye profile, itakupeleka kwa huduma na malipo.